mtazamaji, karibu katika ufafanuzi mfupi ni kwa nini tunafunika misalaba pamoja na sanamu kuanzia Dominika ya 5 ya Kwaresma. Ninayekuletea ufafanuzi mfupi naitwa Padre Kevin Onesimo Mkama wa Jimbo Kuu Katoliki la Mwanza. Basi kama nilivyodokeza awali ni kwamba Kanisa Katoliki lina desturi ya kufunika misalaba na sanamu kuanzia Dominika ya 5 ya Kwaresma. Misalaba itabaki imefunikwa kuanzia hiyo Dominika ya 5 ya Kwaresma mpaka mara tu baada ya ibada ya mateso ya Bwana siku ya Ijumaa Kuu, ndipo misalaba itafunuliwa. Lakini sanamu zitabaki zimefunikwa mpaka wakati wa adhimisho la kesha la Pasaka, hasa wakati unapoimbwa wimbo wa utukufu kwa Mungu juu mbinguni, ndipo sanamu zitafunguliwa. Sasa ni kwa nini kuna hiyo desturi ya kufunika misalaba na sanamu? Tunachota sababu katika sehemu mbili. Kwanza, tunachota sababu katika maandiko matakatifu katika Biblia, lakini tutachota pia sababu moja kutoka katika mantiki tu, kufikiria kwa kawaida tu, ambako kutatufanya pia tupate jibu la swali hilo. Tukirudi katika maandiko matakatifu, kuna sehemu mbili ambako Bwana wetu Yesu Kristo alijificha, na kuna nyingine ambayo Bwana wetu Yesu Kristo hakutembea tena hadharani. Labda tuone ni wapi zinapopatikana hizo nukuu. Ya kwanza tunaipata katika Injili ya Yohane sura ya 8 aya ya 58 hadi ya 59. Bwana wetu Yesu Kristo alianza kujibizana na Mafarisayo na akawaambia, kabla Abrahamu hajakuwepo mimi niko. Akashangaa sana, wewe kijana, hujafikisha hata miaka 50 ya kuzaliwa, unasema ulimuona Abrahamu? Wakachukua mawe wakataka kumponda. Na tunaambiwa hapo Yesu akaondoka, akajificha, akatoka hekaluni. Hiyo ni Yohane sura ya 8 aya ya 58 hadi ya 59. Yesu akajificha, akatoka hekaluni. Hiyo ni sehemu ya kwanza. Bwana wetu Yesu Kristo anajificha kwa sababu Wayahudi wanataka kuchukua mawe na kumponda. Sehemu ya pili tunaipata kwenye Injili ya Yohane sura ya 11 aya ya 54. Ni baada ya tukio la Yesu kumfufua Lazaro. Tunaambiwa baada ya Yesu kumfufua Lazaro, watu wengi walimwamini Yesu, wakaanza kumfuata. Kitendo hicho kikawatia hofu Mafarisayo na wakuu wa makuhani kwamba huyu mtu anapata wafuasi, na hivyo wakaanza kupanga mipango kwamba atakapoonekana tu basi waweze kumkamata na kumuua. Na tunaambiwa hapo Bwana wetu Yesu Kristo hakutembea tena hadharani kati ya Wayahudi, bali alitoka hapo akaenda mahali karibu na jangwa. Hiyo ni Yohane sura ya 11 aya ya 54. Katika sehemu hizi mbili tunaona moja, Yesu akajificha akatoka hekaluni. Nyingine tunaambiwa Yesu hakutembea tena hadharani. Na hivyo sisi tunapofunika misalaba pamoja na sanamu, tutagusia baadaye kwa nini pia na sanamu, lakini tunapofunika misalaba yote ambayo ni kiashiria cha Bwana wetu Yesu Kristo, ni kwa sababu tunakumbuka kwamba kuna nyakati Bwana wetu Yesu Kristo hakutembea tena hadharani, alijificha. Na zilikuwa ni nyakati ambapo alikuwa anaelekea kukabiliana na mateso, kifo na ufuko wake, na hivyo akajificha. Na ni katika hizi wiki mbili za mwisho, majuma mawili ya mwisho, tunaingia zaidi katika masimulizi juu ya mateso, kifo na ufuko wa Bwana wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa Yesu anaenda kukabiliana na mateso na kifo katika hizi wiki mbili za mwisho za kipindi cha Kwaresma, na kwa kuwa ndicho kipindi ambacho Yesu alijificha kutembea hadharani, na sisi tunafunika misalaba pamoja na sanamu ili kuashiria kwamba katika kipindi hiki Bwana wetu Yesu Kristo haonekani tena waziwazi kwa sababu wanataka kumuua. Lakini Yesu hajifichi kwa sababu anaogopa kifo. Hapana, naomba tuelewe vizuri. Hakimbii kifo.
Yesu anajificha, Yesu atembei hadharani kwa sababu saa yake bado, saa ya mateso, kifo na ufufuko wake bado haijafika. Na mara kadhaa amezungumzia kuhusu hiyo saa, anasema saa yangu bado, saa yangu bado. Itakapofika atasema sasa saa imefika ya kukabiliana na mateso, kifo na hatimaye ufufuko wake. Kwa hizo ni sababu ambazo tunazitoa kutoka katika maandiko matakatifu. Lakini kwa sababu ambayo nimesema ni ya kimantiki tu, tunaweza tukafikiria tu kwamba kipindi chote ambacho Bwana wetu Yesu Kristo alikabiliana na mateso na kifo ni kipindi ambacho Yesu hakujifunua katika umungu wake, hakuonyesha umungu wake. Ni kipindi ambacho alibaki zaidi katika ubinadamu, na tukamwona ni kama binadamu asiye na uwezo wa kujikomboa. Tukamwona ni kama binadamu asiye na uwezo hata wa kuwakomboa wale aliotundikwa nao msalabani. Ndio maana walimwambia, kama wewe kweli ni mwana wa Mungu, jiokoe mwenyewe, jiokoe na sisi. Na Yesu wala hakutaka kudhihirisha hilo. Ni kweli kama Mungu alikuwa na uwezo, aliweza hata kushuka msalabani, alikuwa na uwezo hata wa kutoweka ghafla kwa nguvu yake ya kimungu, lakini Yesu hakudhihirisha umungu wake pale msalabani. Hakutaka kukimbia, hakutaka kuonyesha mabavu yake, nguvu yake kama Mungu, bali alibaki zaidi kama mwanadamu. Na hivyo tunapofunika misalaba na sanamu ni kuashiria kwamba sasa Bwana wetu Yesu Kristo katika kipindi chote cha mateso yake ameficha umungu wake. Haonekani kama Mungu, anaonekana tu kama binadamu asiye na nguvu. Sasa mtaniuliza, kwa nini sasa kama aliyekuwa anatafutwa ni Kristo, kwa nini tu tusifunike sanamu na misalaba ambayo inamwashiria Kristo? Kwa nini tunafunika na sanamu nyingine za watakatifu zinazopatikana ndani ya kanisa? Jibu ni rahisi tu. Haiwezekani bosi wako akawa anatafutwa alafu wewe mtumishi wake unatembea hadharani tu. Ilikuwa tunaweza kusema kwamba ni virahisi zaidi kama bosi anatafutwa, wakikukamata wewe mtumishi unaweza kuwaeleza yuko wapi bwana wako. Kama Bwana anajificha, basi na hata watakatifu nao hawapaswi kuonekana ovyo ovyo, kwa sababu nao kama tunasema, kwa sababu wanashiriki katika fumbo la mateso ya Kristo, nao basi hawaonekani hadharani. Ndio maana tunafunika zile sanamu zao kuashiria kwamba hata wao kile ambacho kinampata bwana wao kinawapata hata wao, na hivyo na wao katika lugha ya uwakilishi ni kwamba hawatakiwi kuonekana hadharani. Kwa hizo ndio sababu ambazo ni kwa nini tunafunika misalaba na sanamu. Na kama nilivyodokeza, nasisitiza tena, misalaba itafunuliwa mara tu baada ya ibada ya Ijumaa Kuu, ile ibada ya mateso ya Bwana wetu Yesu Kristo siku ya Ijumaa Kuu. Alafu sanamu zitabaki zimefunikwa mpaka wakati wa kuanza kwa misa ya kesha la Pasaka, na hasa inapoimbwa utukufu. Asanteni sana na Mwenyezi Mungu awabariki.